Na unaona kama nilivyosema, watu wa TRA, kwa sababu kumekuwa na visingizio kwamba TRA ndio wanachelewesha mchakato, kwamba vibali vinachukua muda mrefu ndio maana maroli yatoke, lakini tuko na TRA na hiyo sio kweli. Tunataka tujue kama hili tatizo lipo hapa vile vile, lakini nichukue nafasi hii vile vile kuwapongeza kwa sababu kabla ya kuja hapa tumefanya homework yetu na tunajua depo gani ambazo zina nani, lakini kwa taarifa nilizonazo nyie mmekuwa mkifanya kazi nzuri na mnafanya kazi mpaka usiku mpaka Jumapili. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya waziri, mimi niwapongeze na natakiwa tuendelee hivyo, especially kwenye kipindi hiki ambacho ni kigumu. Hatutaki wafanyabiashara wakateka advantage ya situation kuficha mafuta ili baadaye wauze wakati bei zikiwa juu. Kwa kweli ndio maana nimekuja na EWURA hapa. Serikali itakuwa kali sana na tutachukua hatua. Kwanza ni kinyume cha sheria ukifanya hivyo. Ni kinyume cha sheria, ni uhujumu uchumi. Ni uhujumu uchumi. Kwa hiyo serikali hatutasita kuchukua hatua mara moja kama tukibaini kwamba kuna mtu ambaye anajaribu kuficha mafuta ili baadaye auze wakati bei zitakapopanda. Niseme kwa uchache kwamba mafuta tunaagiza kutoka nje ya nchi, na kama tunaagiza kutoka nje ya nchi, wote kwa ujumla wetu tunaagiza mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kwa ujumla wake, kutokana na uharibifu wa miundombinu ambao umejitokeza, gharama za uagizaji mafuta kutoka Mashariki ya Kati zimeongezeka, zikiwemo gharama za uagizaji yani FOB, pia masuala ya bima ambayo ni mambo ya insurance, gharama za ukodishaji wa meli, freight charges zimeongezeka, ambazo kwa njia moja au nyingine hata sisi zinaweza kutuathiri katika swala mazima ya upangaji wa bei. Na tukumbuke pia kwamba tunaagiza mafuta kwa kutumia dola, na pale ambapo unajikuta kwamba kutokana na kuongezeka kwa gharama ni kwamba tutalazimika kuagiza mafuta yale yale tulikuwa tunaagiza siku zote, lakini kwa gharama kubwa zaidi kutokana na ongezeko la gharama katika soko la dunia. Lakini watoe hofu tu kwamba serikali inafuatilia swala hili kwa karibu sana, na hivi ninavyoongea vikao mbalimbali vinaendelea ndani ya serikali kuangalia namna bora ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na bei himilivu katika soko letu ili uchumi usiweze kuathirika. Kwa hiyo tuna mambo mawili tu ambayo tunafanya kwa sasa. Moja, tunahakikisha usalama wa upatikanaji wa mafuta nchini, lakini pili, tunahakikisha kwamba bei ambazo zitakuwepo katika soko ni zile ambazo ni himilivu na ambazo zinaendana kwa ujumla na mwenendo wa gharama za uagizaji mafuta kutoka nje ya nchi. Na kama kuna swala kuwaomba waandishi wa habari ni kwamba mtufikishie tu ujumbe kwa Watanzania kwamba serikali imechukua hatua madhubuti kuhakikisha usalama wa upatikanaji wa mafuta na hakutakuwa na changamoto upatikanaji wa mafuta. Tuendelee, japokuwa vita bado vinaendelea, lakini serikali pia iko na jicho lake kuangalia kwamba hali hiyo haituathiri katika swala la upatikanaji wa mafuta, japokuwa huenda gharama hizi zikaongeza masuala ya bei. Kwa jina naitwa Saleh